Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, pamoja na yale yote masuala mazima ya kimichezo ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na fikiri tunafahamu ya kwamba tuko mbioni tukielekea mwishoni, tukiwa tupo kwenye hatua za mwisho kabisa katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, na tetesi za usajili zinalindima kwa kasi kwelikweli katika mitandao ya kijamii, hususan majina mbalimbali ya wachezaji wakihusishwa na vilabu tofauti kuelekea katika dirisha hili kubwa la usajili, ambapo vilabu vingi vinaenda kufanya maandalizi ya kuimarisha vikosi vyao kwa lengo la kukabili vema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa, kwa vile vilabu vikubwa ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Na yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini miongoni mwa hayo ni kuhusiana na taarifa za tetesi za usajili zinazohusisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na David Nzanza Mwale, moja kati ya nyota ambao ni makinda wanaotajwa sokoni na kuhusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, kwamba scouting ya klabu ya Simba tayari imekwisha kuanza kufanya uchunguzi wa kina kwa lengo la kupata taarifa sahihi kuhusiana na David Mwale Nzanza ambaye amezaliwa mwaka 2003. Ni kinda ambaye ana uwezo mkubwa, kwa hiyo ni miongoni pia mwa taarifa ambazo tuko nazo hapa amezaliwa kwetu siku hii hapa ya leo. Sambamba na hayo pia ikumbukwe sasa hivi NBC Premier League itakwenda break kidogo kwa kupisha mashindano ya CRDB Federation Cup, na itachukua siku kadhaa. Kwa hiyo vilabu vingi sasa hivi vitasimama kidogo kwenye mashindano ya michuano ya NBC Premier League kwa msimu huu mwaka 2025-26 kwa hivi sasa, ili kupisha mashindano hayo. Sasa tukirejea kwenye tetesi za usajili kuhusiana na David Mwale Nzanza ambaye anahusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ni kweli taarifa hizi kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika vinaripoti kuwa Simba wapo kwenye hatua ya mazungumzo ya kutaka kuinasa sign ya David Nzanza Mwale ambaye anakitimua pale katika klabu ya Leka FC. Na David Mwale Nzanza ana umri wa miaka 22 mpaka hivi sasa, ambaye pia amezaliwa katika eneo la Luanda kule Angola mwaka 2003, ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 9. Anacheza kama forward akitumikia klabu ya Leka FC ya nchini Ufaransa kwa hivi sasa. Kwa hiyo na amekuwa na msimu bora sana kwa msimu huu hapa ndani ya klabu ya Leka FC. Tutarajie kuona makubwa mara baada ya kuweza kutua kuna katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ni taarifa hizi za usajili zikihusisha tetesi za usajili ambazo zinarindima kwa kasi kweli katika mitandao hii ya kijamii kuelekea katika dirisha hili kubwa la usajili la mwaka 2025-26, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, na huku vilabu mbalimbali vikiendelea kufanya sajili za nguvu ili kuhakikisha kwamba vinakwenda kuimarisha vikosi vyao kwa lengo la kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa, kwa vile vilabu ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Lakini tukirejea kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa, namna ambavyo inaonekana mpaka hivi sasa tuko kwenye raundi ya 23 tukielekea kwenye raundi ya 24. Ndio maana nimesema tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025
25-26. Sasa kwa upande wa klabu ya Young Africa Sports Club wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na alama 54 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 16, wakitoa sare mechi 6 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Simba Sports Club wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 52 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda michezo 15, wakitoa sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Na hivi ndivyo ambavyo inaonekana kwa sasa kwa Simba Sports Club na watano jadi Dar es Salaam Young Africa Sports Club. Kwa hiyo ni tofauti ya alama 2 tu pekee ambazo zinawatofautisha kwa hivi sasa kwa anayeongoza league na anashika nafasi ya pili. Lakini kwa upande wa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 46 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 12, wakitoa sare mechi 10 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Singida Black Stars wao wanashika nafasi ya 4 wakiwa wamecheza michezo 23, wakishinda mechi 11, wakitoa sare mechi 5 na kupoteza mechi 7, huku wakiwa na alama 38. Ila kwa JKT Tanzania wao wanafunga nafasi ya 5 bora wakiwa na alama 36 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 9, wakitoa sare mechi 9 na kupoteza michezo 5. Hii ni kwa top 5 ya vilabu vitano ukitizama kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa namna ambavyo unaonekana. Lakini ukirejea chini kabisa kwenye nafasi ya 16 tunawakuta KMC, wao wako mkiani kabisa nafasi ya 16 wakiwa na alama 9 tu pekee, wakiwa wamecheza michezo 23, wakishinda mechi 2, wakitoa sare mechi 3 na kupoteza mechi 18. Wanashika nafasi ya mwisho kabisa hawa ni KMC, wana Kinondoni hawa. Lakini nafasi ya 15 iko na Tanzania Princess, wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mara 4, wakitoa sare mara 5 na kupoteza mara 14. Na kwa Mbeya City wao wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 21 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 5, wakitoa sare mechi 6 na kupoteza mechi 12. Na kwa nafasi ya 13 ni Namungo, wao wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 24 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 5, wakitoa sare mechi 9 na kupoteza mechi 9. Na nafasi ya 12 ni Singida Big Stars, wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 25 mara baada ya kucheza michezo 23, wakishinda mechi 7 na kutoa sare mechi 4 na kupoteza michezo 12. Ni msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara namna ambavyo unaonekana kwa hivi sasa, japo kwa ufupi kwa top 5 ya vilabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu mpaka hivi sasa, lakini pia vile ambavyo vinashika nafasi ya mwisho mkiani kabisa. Mimi ni Masajina, hii ni True Talk, na kama ilivyoada hapa watu tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani yanayohusiana masuala mazima ya kimichezo. Sina jingine la ziada la kuzungumza, nikutakie wakati mwema. Bye.